naomba wafanyabiashara wote wa Tanzania tuungane, tujisajili, tukae pamoja kwenye taasisi zetu kama chemba ya wafanyabiashara Tanzania. Sisi tunafanya mabadiliko makubwa sana kwenye chemba. Tunaomba wafanyabiashara wote wadogo, wakubwa, wakati waje wajiunge na chemba yao, ili kwa pamoja tupambanie masilahi yetu na tupambanie sehemu yetu sisi ambayo inakosekana sasa hivi. Tunapaswa kuwa ni watu ambao tunaheshimiwa sana. Unaona mfanyabiashara akienda leo Ikulu, watu wanaanza kusema, "Ha, kaenda Ikulu, anafanya nini? Ule sijui ana labda nini, anatoa hongo." Jamani, mbona kodi zetu mkichukua msemi hivyo? Mbona wanasiasa wakienda Ikulu kuonana na rais na viongozi wengine, mbona hamsemi hivyo? Kwa hiyo hii nchi wanaotakiwa kwenda kuonana na viongozi wakuu wa nchi ni kweli ni wanasiasa tu. Na sisi ni raia wa Tanzania. Kwa na sisi tunapenda kupewa vile vile heshima kutokana na kile ambacho tunakifanya, na serikali yetu inafanya vizuri. Unaona, tukienda tukisema tuongee na serikali imeanza kutunyoshia vidole. Hapana. Nimetoa mifano hapa kwamba maeneo mengi ambayo yanafanya vizuri sasa hivi ni kwa sababu ya sekta binafsi. Maeneo mengi ambayo yanafanya vizuri sasa hivi kwa sababu ya sekta binafsi. Na tunaamini kwamba serikali kwa sababu ya dira ya taifa iko wazi kabisa, imeelezea vizuri kabisa kuhusu sekta binafsi. Tunaamini kwamba serikali yenyewe inaamini sekta binafsi, na tunaomba serikali iendelee kuiamini sekta binafsi, na pale ambapo kuna mapungufu basi watuambie, tushirikiane nao turekebisha mapungufu ili tuendeleze nchi yetu. Hiyo ndio ambayo tunaona sisi hivyo. Lakini kuambia wafanyabiashara wote, jiungeni kwenye taasisi zenu ili tuwe na nguvu pamoja, tushirikiane na serikali yetu kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo yetu. Ninaweza kutoa mfano mwingine wa mwisho tu ambao watu wanaweza kuona nani. Sasa hivi wakati nakuja asubuhi nilikuwa nasikiliza redio ya Klaus. Nikamsikia huyu mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho anaongea. Anasema sasa hivi uzalishaji wa korosho umeongezeka sana. Kutoka tani 200,000 na ngapi imeenda tani 500,000 na kitu. Ni ongezeko kubwa sana. Sio? Korosho mwaka jana mauzo yameenda zaidi ya dola milioni 600 kutoka dola milioni 200 na kitu. Lakini anayelima korosho ni nani? Ni private sector Tanzania. Serikali ina shamba la korosho. Hizo forex zinazotoka hapa zinaingizwa na nani? Kuna kipindi fulani tulipata changamoto kidogo ya forex hapa. Korosho zilivyoingia sokoni mambo yakakaa sawa. Sio? Maana yake ni kwamba hii ni private sector na play that role. Akawa anasema kwamba sasa hivi tulikuwa tunabangua korosho kama 5% tu hapo awali. Sasa hivi tunabangua korosho asilimia amesema 24. Maana yake tunaweza tukaongeza juhudi tukabangua korosho Tanzania zote. Kama tumetoka 5% hivi, tumeenda mpaka 25%, tunaweza kuwekeza. Naweza kueleza tu mfano mfupi. Hatusitegemee watu waje kutoka nchi za nje waweke viwanda vya kubangua korosho. Watanzania wana uwezo huo, ni alignment tunakosekana. Ukichukua kutoka hapa Dar es Salaam kwenda Morogoro ni kama kilomita takribani 200 hivi. Piga petrol station za kujaza mafuta ziko ngapi? Ni zaidi ya 200. Sawa? Ina maana almost karibu la kilomita 1 kuna petrol station. Nenda waulize wale watu waanzia petrol station kwamba alinunua kile kiwanja shilingi ngapi. Wengine wanaweka 5, weka 10, wameweka paka na parking za magari. Muulize amenunua kile kiwanja shilingi ngapi. Watakwambia milioni 500, wengine paka bilioni 1. Amejenga shilingi ngapi? Unaweza kukuta ni investment inaenda paka bilioni 5. Hivi ukizichukua tu hizo hapo, hizo petrol station hizo hapo, ukapunguza kwa kwenye standard kwamba every 20 km kuna petrol station moja. Ambapo ni standard. Kuna mtu ambaye anaweza kuweka gari akose mafuta kutembea kilomita 20 hapo, ambapo ni lita 2. Haiwezekani. Zingekuepo labda petrol station labda 5 au 10 kwenda Morogoro. Hizo nyingine zote investment tukapeleka kwenye kubangua korosho pale. Tungeanzisha viwanda vya kubangua korosho 100%. Maana yake kinachokosekana ni alignment ya kujua kwamba tupeleke investment zetu wapi. Mtu anaretaa leo anachukua milioni 200 au 300 anakuja kununua daladala. Anakuwa na daladala moja au mbili. Hajui daladala zinaendeshwa namna gani. Anafeli. Pension yake imeisha, imekufa, gari inakufa. Maana yake tunachotakiwa sasa hivi hapo ni kuelimisha watu wajue kwamba tuwekeze wapi ili nchi yetu iweze kuendelea. Kusema kwamba Tanzania hawezi sio kweli. Watanzania tunaweza.
Tunachotaka ni alignment. Kwa private sector tunatakiwa tujialign na public sector ituamini, na yenyewe ikishatuamini haya mambo mengine tunaweza kuendeleza uchumi wetu. Naomba niishie hapa, asanteni sana.